watazamaji wa Rembo Mission TV, karibuni katika kipindi cha semina na matukio. Jamii iliyobadilishwa. A community transformed. Duniani kote siku hii ni kubwa sana. Na leo tunaangazia matendo ya huruma yaliyofanywa na vijana wa Adventista wa Sabato katika mtaa wa Simanjiro. Mahali popote ulipo duniani kote. Hii ni siku ya pekee ya kuhitimisha vilele vya matendo ya huruma duniani kote kwa kanisa la Adventista wa Sabato. Umefanya nini kuifikia jamii yako mahali ilipo? Wenzako wamefika hospitalini, wameona wagonjwa, wamefika mitaani, wamewasaidia watu wasiojiweza. Wewe kijana mwenzangu, unapanga kufanya jambo gani hasa katika maisha hii? Lakini naomba tu watu wadogo wanyoshe mkono kwa ajili ya Mama Gilo. Mama Gilo ni acha tu waombe hapa. Waombe tu, maana Mungu anakusudi na ana kila sababu. Wacha wale watu wadogo waje waombe hapa. Mungu anasikia malaika wanapoongea. Wacheni waje waombe juu ya mgonjwa wangu hivi. Wacheni wasiingie ndani, lakini waombe hapa. Hatuna mimi naomba. Naombeni mwalete waombe hapa. Wanyoshe mkono kwa ajili ya Mungu. Kwa jina naitwa Asante Abduli Sesena, ni kiongozi wa idara ya vijana mtaa wa Simanjiro, na leo tuko hapa katika hospitali ya Abani kwa ajili ya kufanya matendo ya huruma. Tuna vitu ambavyo tumevibeba kwa ajili ya kuwaona wagonjwa, lakini pia tutafanya zoezi la kuchangia damu hapa hospitalini. Wiki hii tunaangazia kilele cha matendo ya huruma yaliyofanywa na idara ya vijana mtaa wa Simanjiro chini ya kiongozi wa vijana mtaa Madamu Asante Abduli Sesera. Katika kuhitimisha siku ya matendo ya huruma duniani inayoratibiwa na idara ya vijana kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni, idara ya vijana mtaa wa Simanjiro waliungana kwa pamoja kuwatembelea wagonjwa waliolazwa katika kituo cha afya cha Simanjiro Urban Health Center, wakiwaombea na kuwapatia vitu kadhaa kwa ajili ya mahitaji yao ya kawaida. Tunayemtumikia ukimwamini anaweza kukurudisha katika hali yako ya kawaida. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya masaa mengine ya mchana katika hospitali hii ya pekee. Umetuleta katika chumba hiki, mtumishi wako unafahamu hivyo. Tunaweka mikono yetu juu yake, tunaamini uponyaji wako wenye nguvu na mamlaka ya pekee ukapate kufanyika na ukapate kuwa baraka pekee katika hospitali hii. Hivyo tunavyoomba tukiamini mkono wako kwa baraka na nguvu zako za pekee itakuwa sasa na hata milele. Endelea kumfanyia uponyaji wa pekee katika jina lake Yesu tunapotukiamini. Amen. Amen. Basi bariki sana rafiki. Aidha, baada ya kutembelea katika wodi za wagonjwa, vijana hao walielekea maabara ya kituo hicho cha afya na kutoa damu kwa ajili ya wagonjwa. Mtaalamu wa maabara anayeitwa Dora Mayo aliwashukuru sana vijana wa Adventista wa Sabato kwa lengo lao la kutoa sadaka kwa ajili ya wagonjwa. Naitwa Dora Mayo, ni mtaalamu wa maabara katika kituo cha afya Ongezeti ya Urban Health Center. Kwa kweli hili jambo la vijana wa Sabato kuja kuchangia damu katika kituo chetu ni jambo jema
nawashukuru sana kwa sababu ni wachache ambao wanaweza kufanya tendo kama hili. Na hii sio mara ya kwanza, ni karibu mara, yani tangia niwepo hapa kama sio mara 4 mara 3. Kwa hiyo jambo jema, tunawashukuru sana, na wengine waige huu mfano wa vijana wa Sabato waliofanya shughuli hii. Kwa kweli ni jambo jema. Mimi kama mtaalamu ninafurahi kwa sababu kwanza tunaokoa maisha. Unakuta kuna saa ndugu wanatoka mbali kwa wagonjwa, hawana hata ndugu wa kuwatolea damu ambao wako karibu. Sasa kwa tendo hili ni matendo mema ya huruma ambayo Mungu pia analifurahia huko aliko, kwamba watoto wake wanafanya sadaka kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu wengine. Mimi nawashukuru sana, na Mungu awabariki sana na awape maisha mema tena marefu yenye baraka na amani tele. Naye mratibu wa maabara ya wilaya ya Simanjiro, ndugu Samuel Chikoti, aliwashukuru sana vijana na kutoa rai kwa watu wengine kuiga mfano huu. Jina naitwa Samuel Chikoti, ni mratibu wa maabara kwa wilaya ya Simanjiro. Kwanza napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru waumini wa Sabato kwa kujitolea kufika hapa hospitalini kwetu na kuweza kuchangia damu kwa ajili ya mahitaji ya wale watu ambao wanahitaji huduma hii. Kwa kweli ukiangalia katika ndani ya wilaya Simanjiro tunahitaji kubwa la damu, hasa kutokana na wagonjwa tunaowapokea kutoka maeneo tofauti. Wanahitaji damu na wengine hawana ndugu wa kuwachangia. Kwa hiyo watu wanapojitolea hivi tunafurahi kwamba huduma inaendelea pasipo tatizo lolote. Damu kwa yeyote anayechangia ajue kabisa kwamba damu haiuzwi. Ukichangia hivi ni sawa na sadaka ambayo umeitoa kwa mtu ili kuokoa maisha yake. Tunawashukuru sana vijana wa Sabato na waumini wote kwa ujumla wa Sabato kwa kufika siku hii ya leo na kuweza kuchangia damu. Pia natoa tu wito kwa watu wengine wote ambao wanatusikiliza kwamba tunahitaji kubwa la damu katika eneo letu hili. Hivyo naomba majirani na hata watu wale wanaotoka sehemu mbalimbali kujitokeza kwa ajili ya kusaidia watu walioko hospitalini kwa ajili ya kupata damu. Nawashukuru sana na ni imani yangu kwamba tutaendelea kujitokeza kwa ajili ya kusaidia hawa wagonjwa. Kwa majina yangu naitwa Mwanea Rushino. Nimekuja hapa hospitali ya wilaya ya Simanjiro kwa ajili ya kuchangia damu ili kuwapatia wahitaji wanaohitaji damu. Lakini pia nipende kuhamasisha vijana wengine waje kuchangia damu ili watu wanaopata uhitaji wa damu, wanaohitaji wa damu waweze kupata mahitaji haya. Bwana awabariki. Pamoja na kuchangia damu, vijana walitembelea familia maskini na kuwapatia msaada wa chakula na fedha taslimu shilingi 50,000. Katika wiki hii tumekuwa tukifanya matendo ya huruma maeneo tofauti, na leo katika mwendelezo tumefika katika nyumba ya mhitaji maeneo ya Mkumbi hapa Orkeesmet kwa ajili ya kumuona babu yetu na kumpa pole kwa ajili ya msiba. Lakini pia familia hii ni familia maskini, na sisi tukaona kwamba tuje kuwaona na kuwatia moyo, maana dini ya kweli ni dini ambayo inawaona maskini na kuwajali katika dhiki zao. Na tumeleta vitu mbalimbali hapa na vijana wamefarijika sana kutoa msaada huu, na tunasema asante sana. Tunamuomba Mungu kwamba idara ya vijana ikabadilishe maisha ya watu katika mtaa huu wa Simanjiro. Kwa majina naitwa Elena Emmanuel, nimetoka kanisa la Endonyo. Tumekuja kutembelea nyumba ya jirani kanisa letu. Tumekuja kuwasaidia kwa ajili ya mahitaji alionayo,
nawakilisha watoto wenzangu kutoka kanisa la Endonyo na watoto wengine huko, msaidie wahitaji mbalimbali. Nitakapokuwa mtu mzima nitaweza kusaidia watu wengine kama nilivyolelewa katika kanisa letu kwa ajili ya kusaidia watu wengine wenye mahitaji. Leo tumeweza kuhitimisha matendo ya huruma katika hospitali hii ya Abani hapa Orkeesmet. Imekuwa ni tukio la pekee, vijana wameonyesha mwitikio mkubwa sana, na kama moto wetu unaposema mwaka huu kwamba tunaenda kuibadilisha jamii, tunahitaji kuibadilisha jamii, na hivyo vijana wameonyesha kwamba wanahitaji kuibadilisha jamii. Tumeweza kuwaona wagonjwa hapa, tumeweza kuchangia damu na kutoa maombi pamoja na mafundisho ya Biblia katika hospitali hii ya Orkeesmet, na watu wamelipokea vizuri sana. Tunaomba Mungu idara hii ya vijana ikaendelea kuwa idara ambayo itaweza kuibadilisha jamii na hatimaye Yesu aje kutuchukua wote kwenda mbinguni. Asante. Nikiripoti kutoka katika kituo cha afya Abani, mimi ni mtangazaji wako Nancy David Yona, bila kuwasahau waloko nyuma ya kamera Sara Temba pamoja na Naomi Temba. Hadi wakati mwingine, bye bye.